Hujambo na karibu Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na wafanyabiashara wa library za video Iringa waugomea Umoja Movie. Sasa kulingana na hiki ambacho tumekijadili na tumekizungumza hapa, tumepata tamko moja. Tafsiri yake, vijana hawa au sisi wote kwa ujumla hatutamiliki movie za Umoja. Na uwekaji taa uwanja wa ndege Arusha wakamilika. Katika hili wametuonyesha mitambo ya kuhakikisha taa zinawaka muda wote, iwe usiku, iwe mchana, iwe jua, iwe mvua, ndege zitue. Na katika michezo na burudani, washiriki tamasha la kitaifa la utamaduni wasisitiza kudumisha amani. Kitu cha kwanza, tunawahamasisha vijana kwanza wapende utamaduni wao, lakini pia wapende kujifunza, waige kwa wakubwa. Wazee wetu bado wapo, waweze kujifunza utamaduni wetu. Lakini tunasema sanaa ni ajira. Sanaa. Naam, habari za wakati huu mtazamaji wa Matukio Daima. Karibu katika Matukio Daima habari. Tutakao kusomea siku ya leo. Mimi ni Beldina Majenge, lakini sitokuwa mwenyewe, nitakuwa na mwenzangu. Mimi ni Emmanuel Manonga. Kwa pamoja tunasema karibu uwe nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu. Na tukianzia mkoani Iringa, Umoja wa wafanyabiashara wa filamu maarufu kama library mkoani Iringa wameadhimia kusitisha kufanya kazi na Umoja Movie kwa muda ili kutoa nafasi kwa viongozi na wawakilishi wa wadau kukutana na kampuni hiyo ili kujadili kwa kina changamoto zilizopo pamoja na namna bora ya kuendesha mfumo huo. Mwenyekiti wa Umoja wa Library mkoa wa Iringa, Joshua Sanga, amesema hayo leo wakati akizungumza na wafanyabiashara hao katika ukumbi wa manispaa ya Iringa, na kusema kuwa kumekuwepo na malalamiko kuhusu mfumo mpya uliowekwa na kampuni hiyo inayopatia kazi za movie, akisema changamoto hizo zinahitaji kushughulikiwa kwa pamoja. Sasa kulingana na hiki ambacho tumekijadili na tumekizungumza hapa, tumepata tamko moja. Tafsiri yake, vijana hawa au sisi wote kwa ujumla hatutamiliki movie za Umoja, si ndivyo? Kama hatutamiliki movie za Umoja, basi hakikisha na wewe kweli haumiliki hizo movie za Umoja, ili wewe ujiwe katika usalama. Haijalishi movie za Umoja zimetoka leo alafu zikapatikana kwa namna yoyote ile, iwe ni mtu amezi nini au imekuwa namna gani, alafu zimepatikana katika ule mfumo wa kawaida ambao tulikuwa tumeuzoea awali kuutumia, zikawa zimepatikana, usiingiwe na tamaa kwa ajili ya kushika kazi ya mtu, kwa sababu utakapokuwa unamiliki kazi ya Umoja alafu pengine ikawa inafanya kazi nje ya mfumo wanaotaka wao, tafsiri yake wewe utakuwa unataka wakutolee mfano. Kwa hiyo inatakiwa kusimama katika kile ambacho mmesimama. Tumesema hatuchukui, basi tusimame katika hatuchukui. Kati mwanzo yalikuwa ni tunalipa cash, tunachukua mzigo, kila mmoja amepita hivi. Na kampuni utaratibu wake ilikuwa ina deal na movie za wiki. Tuko pamoja. Kwa hiyo tuwe tumeelewa tu kwamba kuanzia leo movie za Umoja Movie hatutazipata. Haielezi ni muda gani ambapo hatutazipata, lakini ikitokea kampuni imekuja na utaratibu mwingine wa namna sahihi ya ufanyaji kazi, tutawasikiliza, kwa sababu kusikiliza si ujinga. Tutawasikiliza, tukishawasikiliza tutalileta kwenu, alafu tutalijadili, tutapata maazimio. Wateja wanaulizia, dunia zipo mtandaoni, ndoa zipo mtandaoni, kitanda zipo mtandaoni, hata notification pale video wasiliane na mwenyekiti mwenzako ili vijana wapate majibu ambao wanahitaji. Tumediscuss ni kitu kimoja, endapo mtu labda akijiunga na hiyo application, kwetu sisi hatotuhusu. Endapo tatizo likimkuta, tunaomba uongozi ufate protocol ambazo tumepanga sisi. Sisi tumekubali kuwa hatuingii kwenye mfumo, na swala la wao movie alichozungumza ndugu yangu, sisi takuwa wasituhusu. Tumekubali, tunafanya kazi zetu sisi. Kazungumza ndugu yangu kuhusu swala la DJs, nadhani uongozi wetu utafuatilia utaratibu, tutapataje movie ambazo zitatufanya tuendelee kufanya kazi.
Naam, shukrani sana kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Iringa. Na serikali imesema kuwa suala la kununua mahindi msimu huu litaendelea kama lilivyopangwa kupitia taasisi ya fedha, lakini pia kupitia wakala wa taifa wa hifadhi ya chakula NFRA. Hayo yamebainishwa bungeni jijini Dodoma na naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo wakati akijibu swali la mbunge wa jimbo la Lulindi Isa Mchungahela aliyehoji juu ya kukosekana kwa soko la mahindi. Tupate taarifa zaidi. Wakulima wa mahindi mpaka sasa hivi wamekosa soko la kuuza. Takriban mahindi karibu maeneo yote yanakolimwa hayajanunuliwa mpaka sasa hivi. Je, serikali inafanya nini kuhakikisha inapata soko la uhakika la wakulima wa mahindi ambao mpaka sasa hivi hawajauza mahindi yao? Tumekuwa tukisisitiza kuhusiana na uzalishaji wa mazao hasa mahindi kwa ajili ya kuwa na hifadhi ya chakula ya uhakika. Na katika kuonyesha commitment ya serikali, tumeweza kutoa pembejeo na ruzuku mbalimbali ili mzalishaji wa mahindi apunguze gharama ya uzalishaji na hivyo kuongeza tija ya zao hilo. Kuhusiana na swala la soko, kwa niaba ya serikali, Mheshimiwa Naibu Spika, tumekuwa tukiendelea kuiwezesha NFRA kwa maana ya wakala wa hifadhi ya chakula kumpa uwezo wa kununua zaidi mazao ya wakulima, lakini tumekuwa tukitoa mikopo yenye riba nafuu kupitia Benki ya Kilimo na taasisi nyingine za fedha kwa ajili ya kuwapa mikopo nafuu ya kununua mashine, lakini pia kuwawezesha wanunuaji wa ndani kuchakata ama kununua mahindi hayo, kuchakata unga, kublend na kuuza ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki, lakini pia ndani ya nchi yetu. NFRA imewezeshwa kwa ajili ya kuwa na vinu vikubwa vya kuhifadhi mahindi, lakini pia serikali kupitia NFRA imekuwa ikinunua kupitia vituo vyake vya kuhifadhia mahindi katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Kwa hiyo ni imani yangu na ni imani ya serikali kwamba swala la kununua mahindi msimu huu litaendelea kama lilivyopangwa kupitia taasisi za fedha, lakini pia NFRA ambayo ni wakala wa hifadhi ya chakula ya taifa. Naomba kuwasilisha. Naam, shukrani sana kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Gabriel Makalla ametangaza kukamilika kwa mradi wa uwekaji wa taa katika uwanja wa ndege wa Arusha, akimshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutekeleza kwa ahadi yake hiyo aliyoahidi wananchi wa mkoa wa Arusha wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Makalla amebainisha hayo wakati wa ziara yake ya kukagua mradi huo, akisema kukamilika kwake kunafungua fursa zaidi za kuchochea shughuli za utalii, biashara pamoja na uwekezaji, huku inarahisisha pia maandalizi ya Arusha kuwa mwenyeji wa Bunge la Dunia yani IPU na AFCON 2027. Ninao furaha kuwatangazia wana Arusha na Tanzania kwa ujumla kwamba uwanja wa ndege wa Arusha, kwa namna nilivyokagua na timu ya wataalamu ilivyotoa maelezo, mradi wa kuweka taa umekamilika. Nimejiridhisha, nimeona kazi kubwa iliyofanyika hapa. Nimpongeze mkandarasi, nikupongeze meneja wa uwanja wa ndege kwa kusimamia jambo hili. Haikuwa kazi rahisi, lakini nimpongeze mkandarasi kwa sababu uwanja wa ndege wa Arusha ni uwanja wa ndege ambao umewekwa mfumo wa kisasa kuliko uwanja wowote Tanzania. Na katika hili wametuonyesha mitambo ya kuhakikisha taa zinawaka muda wote, iwe usiku, iwe mchana, iwe jua, iwe mvua, ndege zitue. Wana backup 3 za kuhakikisha taa muda wote zinawaka. Kwa hiyo hii ndo azma ya Mheshimiwa Rais kuchochea utalii. Mtakumbuka kwamba mradi huu ni ahadi ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan
aliitoa wakati wa kampeni alipokuja katika mkoa wa Arusha, na aliniagiza kama mkuu wa mkoa kufuatilia azma ya serikali ya kufanya uwanja wa ndege wa Arusha, kwanza kwa upanuzi, lakini pia kuhakikisha kwa ajili ya kuchochea utalii na kuwapunguzia watu adha ya kuona labda wanaweza wakaahirisha safari. Akaamua kutoa fedha kwa ajili ya kuweka uwanja huu wa ndege taa, ili ndege zitue usiku na mchana. Kwa hali ilivyo sasa, na hasa tuko katika high season, ujio wa watalii ni wengi. Wakati mwingine wanaweza wakaahirisha safari kwa kujua kwamba hapa kutua mwisho saa 12:30. Kwa hiyo sasa, kwa kuwekwa taa, tumewarahisishia wasafiri wetu, wananchi wetu wanaokuja Arusha, watalii na watu wote wenye ratiba, kwamba Arusha inafikika hata usiku. Hili ni jambo jema. Tunaenda kukuza utalii, uchumi na maisha ya Wanaarusha. Nimewasha taa, nimeona zote zinawaka. Uwanja wetu uko salama, uko tayari kwa ajili ya kutumika. Kukamilika kwa taa hizi ni sehemu ya maandalizi ya kurahisisha. Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Ayubu Mohamed Mahamud ameitaka jamii kuwafichua wahalifu na kutoa taarifa kwa wakati kwa vyombo vya usalama ili hatua stahiki zichukuliwe kwa mujibu wa sheria. Ayubu ametoa wito huo katika maadhimisho ya miaka 20 ya ulinzi shirikishi yaliyofanyika Chaani, mkoa wa Kaskazini Unguja, akisisitiza kuwa wananchi hawapaswi kuwaficha au kuwapendelea wahalifu kwa misingi ya undugu, rafiki au kufahamiana. Taifa hili tulikabidhiwa likiwa na amani na waliotutangulia. Tunapaswa kulikabidhi likiwa na amani kwa watakao kufuata. Hivyo rai yangu kwa wananchi wote, wale waliojitolea na wale ambao hawajajitolea. Kwa wale waliojitolea, tuende tukafanye kazi ya ulinzi shirikishi kwa uadilifu na uaminifu mkubwa. Na kwa wale ambao wapo majumbani, tutoe taarifa kwa wakati ili hatua ziweze kuchukuliwa kwa wale wanaofanya uhalifu. Na katika hili nataka nisisitize pia kwa jamii, tunafahamiana wote. Sisi wote Wanachaani ni ndugu, ama mjomba, ama shangazi, kaka, dada na vinginevyo. Lakini kwenye suala la amani ya Chaani yetu, suala hili tusiende kupatana wala tusiwe na muhali. Ninafahamu askari jamii watakapoanza kufanya jukumu lao hili kikamilifu, watakaokamatwa ni watoto wetu. Tutatamani kuwa watoto wetu wasichukuliwe hatua katika hili. Ndugu zangu, ni wasihi sana, bila ya kuridhia mamlaka kufanya wajibu wake, maana yake ni kuendelea kulea uhalifu ndani ya jimbo letu. Ninakumbuka wakati ninakuja kwenu kuomba ridhaa ya kuwa mnichague kuwa mbunge, moja ya jambo mlilolalamika sana ni kuongezeka kwa uhalifu ndani ya jimbo la Chaani. Tuliwaahidi kwamba endapo mtatuchagua, tunawahakikishia kuwa tutaondoa uhalifu kwa kuanzisha ulinzi shirikishi ndani ya jimbo la Chaani. Leo hii tunaanza hatua kuelekea kuanzisha ulinzi shirikishi ndani ya jimbo la Chaani, tukiamini kuwa ulinzi shirikishi kwa maana ya polisi jamii watakapoachwa watende wajibu wao vizuri, maana yake makosa yote yale, iwe wale ambao wanaiba nazi, kuku, wanaotumia dawa za kulevya na kadhalika, wote watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Niwaombe sana, msiende kuwaonea watu, ila msiende kuwapendelea watu. Tusipopendelea na kuonea watu, tukasimamia haki, maana yake sheria itatamalaki. Sheria ikitamalaki, maana yake haki itapatikana. Kwa hiyo, hiyo ndiyo rai yangu kwenu.
na kwa upande wa ndugu zangu au wenzangu wa jeshi la polisi, maana leo nina wakati mgumu, na nina wakati mgumu kwa sababu upande mmoja nina wanachaani ambao ni wananchi wangu wa jimbo la Chani, upande wa pili na jeshi la polisi ambayo ni idara au taasisi iliyo chini ya wizara na ambayo ninaongoza. Kwa hiyo leo ni sawa na ile siku ambayo unalea watoto wawili nyumbani kwako, lakini nini unachokifanya? Ukipata mkate unawagawia sawa, si ndio jamani? Huyu kipande na huyu. Kwa hiyo jeshi la polisi ni wa kwangu na wananchi wa jimbo la Chani ni wa kwangu. Na taarifa kutoka Unguja inatupa nafasi ya kuelekea katika habari za michezo na burudani, ambapo Watanzania wametakiwa kuendelea kulinda amani ya nchi yao kwa kuwa na tunu inayowezesha kukutanisha makabila mbalimbali wakati wa shughuli za kijamii na za kiuchumi zinazowaletea maendeleo yao na taifa kwa ujumla. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa kikundi cha sanaa na utamaduni Ilkiding'a kutoka mkoani Arusha, Nosim Eliakimu, baada ya kikundi chake kufanya onyesho kwenye tamasha la kitaifa la utamaduni msimu wa 4 mkoani Morogoro katika uwanja wa Jamhuri. Tamasha hilo limeanza rasmi Agosti 25 na litafikia tamati Agosti 29 mwaka huu 2026, ambapo mikoa 26 inashiriki, na kikundi hicho kilivutiwa na shughuli zinazofanywa na TSN katika banda lake. Tupate taarifa zaidi. Jina langu ni Eliakimu Njeche Laiza, ni kiongozi wa kikundi hiki cha Ilkiding'a Cultural Troupe, lakini pia ni diwani wa kata Ilkiding'a kutoka Arusha DC. Leo tumefika hapa Morogoro, tumekutana na makabila mbalimbali, na nataka niwaambie Watanzania, amani tulionayo ndio inayoturuhusu sisi tuweze kukutana hivi. Tumeweza kujifunza mengi, tumeona wenzetu wanavyofanya vikundi mbalimbali, lakini vitu vya kitamaduni tumeweza kujifunza na sisi, ukifananisha na za kwetu, kwamba tumeweza kuona nini ambacho kiko ndani ya Tanzania. Kwa hiyo tumenufaika sana kwa sababu tumejifunza, tumepata marafiki, tumepata mawazo tofauti, ambapo tutakaporudi Arusha tutakwenda kuboresha zaidi kuweza kuimarika katika tamasha hili. Kitu cha kwanza, tunawahamasisha vijana kwanza wapende utamaduni wao, lakini pia wapende kujifunza, waige kwa wakubwa, wazee wetu bado wapo, waweze kujifunza utamaduni wetu. Lakini sisi tunasema sanaa ni ajira. Sanaa ni ajira kwa sababu leo tumekuja hapa, tumepata pesa, tumepata nauli, tumekuja kujifunza, na hata wengine wameshatuona sasa hivi wametupa tenda tuende kuimba, kwenda kuburudisha kwa maana ya kulipwa. Lakini pia si hii tu, tunaimba, tunatengeneza sanaa, kazi za mikono, sanaa za ufundi, tunauza kazi zetu. Leo tumeuza sana kwenye banda letu. Hii ni kazi ya wanakikundi ambao wanatengeneza hizo kazi, wanauza. Tunaandaa vyakula vya asili vya kitamaduni, utamaduni wa Masai. Tumerithishwa, tuwarithishe. Asanteni. Naam, asante sana kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Morogoro, ambayo inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla hatujahitimisha, tusikilize tena muktasari wake. Ujambo na karibu Matukio Daima ya Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na wafanyabiashara wa library za video Iringa waugomea Umoja Movie. Sasa kulingana na hiki ambacho tumekijadili na tumekizungumza hapa, tumepata tamko moja. Tafsiri yake, vijana hawa au sisi wote kwa ujumla hatutamiliki movie za Umoja. Na uwekaji taa uwanja wa ndege Arusha wakamilika. Katika hili wametuonyesha mitambo ya kuhakikisha taa zinawaka muda wote, iwe usiku, iwe mchana, iwe jua, iwe mvua, ndege zitue. Na katika michezo na burudani, washiriki tamasha la kitaifa la utamaduni wasisitiza kudumisha amani. Kitu cha kwanza, tunawahamasisha vijana kwanza wapende utamaduni wao, lakini pia wapende kujifunza, waige kwa wakubwa, wazee wetu bado wapo, waweze kujifunza utamaduni wetu. Lakini tunasema sanaa ni ajira. Sanaa. Asante sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa taarifa yetu habari mpaka sasa tamati. Tunakusihi tuendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kwa jina moja la Matukio Daima Media. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchakata taarifa hii ya habari, jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Beldina Majinga. Uwe na usiku mwema.
Karibu Golden Glow Hotel. Hapa ndio chaguo letu sote. Tunapatikana Kihodombi, Iringa mjini. Kumbuka hapa ni full accommodation, free transport, breakfast, free wifi, restaurant, bar, laundry na security ni kiwango kama kambi ya jeshi. Tupigie kupitia 0777495584 au 0754477468. Golden Glow Hotel, Kihodombi, Iringa mjini. Furaha yako ni furaha yetu. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Je, unatambua kuwa St. Dominic Savio Secondary School ni miongoni mwa shule 10 bora katika matokeo ya kidato cha 4? Basi sikia hii. Shule za St. Dominic Savio na Kaglielo Girls Secondary School ni shule zinazopatikana na kumilikiwa na Jimbo Katoliki la Iringa katika matawi ya shule zetu zote, kuanzia nafasi ya kids daycare, elimu ya chekechea, awali na msingi, na kwa wale wanaohamia madarasa yote kwenye matawi yake yote manne ya shule za St. Dominic Savio Pre and Primary School. Shule zetu ni za kutwa na bweni. Shule zina usafiri wa mabasi ya uhakika na zinahakikisha mtoto anasafiri salama muda wote. Vituo vya daycare vinapatikana kwenye shule zetu za msingi. Mtoto anapokelewa kwa ajili ya malezi kuanzia miezi mitatu. Kwa upande wa sekondari zetu, tunapokea wanafunzi wanaotaka kujiunga nasi kuanzia kidato cha kwanza, wanaohamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano kwa tahasusi zifuatazo: PCB, PCM, CBG, HGL, HGK na HKL. Shule zetu za sekondari tatu zote zinapokea wanafunzi wa dini zote. Kwa upande wa jinsia mbili, zinapokea wanafunzi wa jinsia zote, yani wavulana na wasichana. Wakati katika shule yetu ya Kaglielo Girls Secondary School inapokea wasichana tu kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4 kwa sasa. Shule zina mazingira mazuri na yenye kuwavutia wanafunzi kujifunza kisasa na kwa vitendo. Shule zina maabara, maktaba na vyumba maalum kwa ajili ya kujifunza tehama. Shule zina walimu na watumishi wengine wa kutosha wenye sifa, vipawa, maadili na uzoefu wa kuwajenga na kuwalea wanafunzi kitaaluma, kimaadili na kiroho. Shule zinafanya vizuri sana kitaaluma na zimekuwa zikiongoza mkoa wa Iringa kwa miaka kadhaa mfululizo. Kwa upande wa shule zetu za msingi, katika mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi yani PSLE, shule zimekuwa zikiongoza kwa wanafunzi wote kufaulu na kupata daraja A bora sana, huku zikiwa na wastani wa juu kuongoza mkoa. Kwa upande wa shule zetu za sekondari, wanafunzi wote wamekuwa wakifaulu kwa kupata division 1 wote, na division 2 zikitoka ni chache sana. Shule za St. Dominic Savio zinalea na kukuza vipaji mbalimbali vya watoto katika nyanja mbalimbali. Shule zetu zinafanya ziara mbalimbali za kimasomo yani study tour, kwa kutembelea maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kujifunza kama vile Italia, Dubai, Kenya, Uganda, Zambia, South Africa na kwingineko. Usaili unaendelea kufanyika na fomu zetu za kujiunga na shule zetu za awali, msingi na sekondari zinapatikana kwenye shule zetu, mtandaoni na kwenye vituo vya mikoa na miji mbalimbali. Kwa mawasiliano zaidi tembelea tovuti yetu ya www.stdominicsavio.co.tz ama tupigie simu namba 0719501170 au 0754074303 au 0745114386 au 0757009418. Karibu St. Dominic Savio Schools kwa elimu bora kwa ajili ya maisha ya sasa na ya baadaye. Sisi ni St. Dominic Savio Schools, tunasema we learn for life but not school. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu.
Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa CF Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. CF Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku.